Baadhi ya viongozi wa vyama vya wafanyakazi nchini Kenya wamelaani vikali mauaji ya mwalimu mkuu wa shule Lugari na kuyataja kuwa mauaji ya kikatili. Viongozi hao wa miungano mbalimbali ya wafanyakazi wametoa wito kwa idara ya uhalifu wa jinai DCI kuharakisha uchunguzi ili kujua ni nani hasa alihusika katika kitendo hicho. Wametishia kusitisha mipango ya mazishi ikiwa watuhumiwa hawatafikishwa mahakamani katika siku 14 zijazo. Kifo cha Simon Isiaho, mkuu wa shule ya PAG Munyuki, mwili wake ulipatikana kando ya mto Kipkaren siku 5 baada ya kupotea kwake. Hatutangoja ya kwamba tuambiwe stories ambazo hazina msingi yoyote kutoka kwa ofisi ya DCIO Lumaganda kwenda mahali incident ilikuwa. Ni distance mfupi sana. Na wale viongozi ambao wako Lugari, wale wananchi ambao wako Lugari, muache mambo ya kwenda kwa media. Kama uko na information yoyote na clue kuhusu kifo cha mwalimu ama nani amehusika katika hii masuala ya hii kitendo ya unyama, muende kwa ofisi ya Lumaganda ya DCIO na ya polisi OCBD, mpeane huyo shahidi hapo ili kufanya hii mambo kuwa fast tracked. Na mimi nasema kama hakuna report, kama hakuna yule ambayo aliua huyu mwalimu in the next 14 days, sisi tutasema hatutaki mambo ya mazishi ya mwalimu. Badala ya kusuhia mambo ya mitihani, wanafunzi waende wafanye mitihani. Lakini kitu ambacho tutafanya without bringing the murderer into justice, hatutakuwa na committee ya burial. Lazima mtu ashikwe kwanza, aende ndani jela, ndio tuhusike nani? Mwalimu. Nayo mashirika ya kiraia kutoka nchi za kusini magharibi ya Bahari Hindi yamehimiza